Hivi CIA imetumia Signal kutega timu ya Trump? Utata unaozunguka zana ya ujasusi Signal umechochea uvumi kuhusu uwezekano wa CIA kuhusika katika kile ambacho baadhi wanakiita mpango wa makusudi wa kudhoofisha timu ya Trump. Kizaza hiki kimeibuka kufuatia tukio tata linalomhusisha mshauri wa usalama wa taifa Michael Waltz na kuzua wasiwasi mpya kuhusu uwezekano wa mashirika ya ujasusi kulenga washirika wa rais wa Marekani Donald Trump. Signal, ambayo ni jukwaa linalojulikana kwa usimbaji fiche wa mawasiliano, limekuwa likisifiwa kwa usalama wake. Hata hivyo, ripoti mpya zinadokeza kuwa huenda mashirika ya ujasusi yamepata mbinu za kulitumia na kusababisha maswali ikiwa lilitumika kufuatilia au hata kupotosha washirika wa Trump. Taarifa zilizovuja kutoka kwenye jukwaa hilo ni kuhusu mpango wa siri wa Marekani kuishambulia Yemen kwa kushtukiza. Wachambuzi wa kihafidhina wanasema kuwa uvujaji wa taarifa za mawasiliano kupitia Signal unaashiria uwezekano wa njama ya Deep State dhidi ya Waltz na wengine walio karibu na utawala wa zamani. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha ushiriki wa CIA, wakosoaji wanarejelea rekodi ya awali za ufuatiliaji wa kampeni za Trump pamoja na operesheni za uchunguzi wa Urusi, usalama wa barua pepe na tuhuma dhidi ya Hunter Biden, wakidai kuwa mashirika ya serikali yamekuwa yakitumiwa kwa malengo ya kisiasa. Wafuasi wa Trump wanasisitiza kuwa taasisi za kiintelijensia zimegeuzwa silaha dhidi yao, wakitaja kesi kama vile uchunguzi wa FBI kuhusu timu ya Trump na ripoti kwamba vyombo vya serikali vilichelewesha au kuficha taarifa muhimu zinazomhusu Hunter Biden. Wanaonya kuwa ikiwa Signal imetumika vibaya, basi inaweza kuwa sehemu ya mpango mpana wa kuwapotosha au kuwatega wanasiasa wa kihafidhina. Hata hivyo, maafisa wa usalama wamekana madai haya, wakisisitiza kuwa uchunguzi wowote unaomhusisha Waltz au mawasiliano yake ni wa kawaida na hauna uhusiano wa kisiasa. Je, Signal imetumika kama silaha fiche dhidi ya timu ya Trump au ni nadharia nyingine ya njama isiyo na msingi? Hii ni ripoti ya Media Wire Express na mimi ni Joseph Mwana wa Isangura.